Karibu katika kipindi maalumu cha Dodoma TV. Leo tumekuandalia mahojiano ya kipekee kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma, moja ya hospitali za rufaa nchini inayotoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi. Katika kipindi hiki tumebahatika kuzungumza na madaktari bingwa wa magonjwa ya damu kuhusu ugonjwa wa selimundu, sickle cell, na huduma ya upandikizaji wa uroto ambayo kitaalamu imekuwa ikifahamika kama bone marrow transplant, ambayo ni miongoni mwa huduma za kibingwa zinazotolewa katika hospitali hiyo. Katika mahojiano haya tumepata nafasi ya kuzungumza na Dr. Suzana Philip Sango, daktari bingwa wa magonjwa ya damu, ambaye ametupa ufafanuzi wa kina kuhusu ugonjwa wa selimundu, chanzo chake, dalili zake, namna unavyoathiri wagonjwa na hatua mbalimbali zinazochukuliwa katika matibabu. Sickle cell ni ugonjwa wa kurithi ambao huathiri damu na inaweza ikajionyesha kwa namna tofauti, ikiwemo kupungukiwa kwa damu mara kwa mara, maumivu ya viungo kwa mara, lakini pia inaweza ikaathiri viungo vyote vya kwenye mwili, ikiwemo figo, ini, hata ubongo vile vile. Kwa hiyo athari za sickle cell ziko nyingi na zinaweza zikaathiri viungo vyovyote vile kwenye mwili. Dr. Suzana ametueleza kuhusu huduma ya upandikizaji wa uroto, tiba ya kisasa ambayo imekuwa ikitoa matumaini kwa baadhi ya wagonjwa wa selimundu wanaostahili kufanyiwa huduma hiyo. Kwenye matibabu ya sickle cell kuna matibabu kuu ya aina mbili. Kuna matibabu ya kupunguza makali ya sickle cell na matibabu ya kutibu kabisa sickle cell. Kwa hapa Benjamin Mkapa tunafanya matibabu yote ya aina mbili. Nikianza na haya matibabu ya kupunguza makali ya sickle cell, haya ni matibabu ambayo tunatoa kwa njia ya dawa, ambapo kuna dawa ambazo zinaitwa hydroxyurea tunatoa pamoja na folic acid, lakini pia tunatoa matibabu ya kubadilisha damu. Toa ile damu ya mgonjwa wenye sickle cell na kumpatia ambao haina sickle cell. Kwa hiyo hii inampunguzia makali ya ugonjwa wa sickle cell, na hivyo zile adha za mara kwa mara za kupungukiwa damu ama maumivu ya viungo ama changamoto zozote ambazo zinaitwa na sickle cell zinapungua. Lakini pia matibabu mengine ya aina nyingine ambayo tunatoa hapa Benjamin Mkapa ni matibabu ya kupandikiza uroto, ambao mtu akipatiwa haya matibabu ya kupandikizwa uroto anapona kabisa. Nikirudi kwenye swali lako, umeniuliza upandikizaji wa uroto ni nini? Kwenye upandikizaji wa uroto ambao kama nilivyosema ni matibabu ambayo mgonjwa wa sickle cell akipewa basi ametibiwa kabisa, ugonjwa wa sickle cell unaisha kabisa kwenye mwili wake. Yanatolewaje? Ni pale ambako tunatoa au tunaua kabisa uroto wa mgonjwa wa sickle cell, ambao uroto ni kiwanda cha damu. Kwa hiyo tunaua kabisa uroto wa mgonjwa wa sickle cell na kumpatia uroto mpya ambao hauna sickle cell. Kwa hiyo damu inapoendelea kutengenezwa, zile vimelea vya sickle cell haviendelei kutengenezwa. Kwa hiyo anakuwa amepona kabisa ugonjwa wa sickle cell. Okay. Katika hizo njia mbili za matibabu, nataka kujua kwa mfano kwenye upande wa uroto, nini ambacho kinaangaliwa zaidi na hali inayopelekea pengine muamue kwamba huyu sasa anatakiwa apandikizwe uroto, tofauti na njia ya kwanza ya matibabu? Okay, sawa. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakachangia mtu tukamshauri tumpandikize uroto, lakini jambo kubwa ni kwamba tunataka wale wagonjwa wa sickle cell ambao wanakuwa na ugonjwa mkali zaidi. Nikisema mgonjwa mkali zaidi wa sickle cell, ina maana zile dalili zinakuwa zinawasumbua mara kwa mara, ikiwemo maumivu ya viungo ya mara kwa mara na pia kuongezewa damu mara kwa mara, lakini hata wale ambao wamepata pia changamoto au athari kwenye viungo mbalimbali, pia na wenyewe tunawashauri kupandikiziwa uroto. Kwa upande wa uroto, matibabu
yanachukua muda gani mpaka mgonjwa kuja kupona? Sawa, asante. Matibabu ya uroto ni matibabu ya muda mrefu na yana step mbalimbali, ndasema hatua mbalimbali. Maanake hatua ya kwanza ni kumtambua au kumjua sasa yule mtu ambaye anatakiwa kupandikiziwa uroto kama nilivyosema awali. Baada ya hapo ndo vipimo vya awali vinaanza na kuweza kutambua ni mtu ambaye anaweza akamtolea ule uroto. Hiyo ni hatua inayofuata, na baada ya hapo ina maana vipimo vitaendelea kati ya mgonjwa mwenyewe na yule mtu atayempatia uroto. Baada ya hapo sasa ndipo tukishakamilisha vyote ndipo tutawalaza kwa ajili ya utaratibu mzima wa kupatiwa huo uroto, ambako tena hapo kuna hatua mbalimbali. Lakini kuanzia tukishampokea mgonjwa wetu hapa kwenye wodi zetu za bone marrow, tunategemea ndani ya siku 10 tumfanyie maandalizi ya awali ambayo tunaita conditioning. Baada ya hapo, baada ya hizo siku 10, ile siku inayofuata ndipo inafika hiyo siku ambayo tunavuna uroto au tunatoa uroto kwa yule mtu au ndugu yake anayemtolea uroto na kumpandikizia mgonjwa. Sasa baada ya kumpandikizia mgonjwa ule uroto mpya, pale ndipo tunategemea kwamba uroto utaota ambao ni uroto mpya, na tunategemea kukaa na mgonjwa huu ndani ya wodi zetu kwa karibia miezi 2. Baada ya kuweza kumruhusu huyu mgonjwa, tutategemea pia ataendelea kuhudhuria katika kliniki zetu kwa muda, na matibabu haya kama nilivyosema awali yatachukua muda, manake kliniki atategemea kuhudhuria kwa muda wa mwaka 1. Utayari wa mgonjwa husika kukubaliana na hii huduma kwa hao wagonjwa ambao nyinyi mmewatibu hapa upoje? Kwa maana kwamba wanakubaliana na hiyo hali, kwa maana kwamba akipewa maelekezo anatakiwa kufanyia upandikizaji wa uroto, hali ipoje kwa wagonjwa tofauti kuhusiana na utayari? Kwa wagonjwa wa sickle cell tunaowapata hapa Benjamini, tumekuwa na mwitikio mzuri na wagonjwa wamekuwa na ushirikiano mzuri, na kama nikiongelea kwenye upandikizaji uroto ambao wanakupa wamefikiwa kwenye hii upandikizaji uroto, kwa kweli tunapata ushirikiano wao mzuri sana na hatujapata changamoto kubwa sana mpaka sasa hivi kwa upande wa wagonjwa. Okay, sawa. Wito wako ni upi kwa yule ambaye anakutazama kuhusiana na sickle cell? Wito wangu kwa watu wote wanaonitazama kuhusiana na sickle cell, kwanza kabisa tupime, tujue hali zetu za sickle cell. Na sasa hivi tuna campaign ambayo tunataka kwamba watoto wote wanaozaliwa wote waweze kupimwa hali zao za sickle cell, ili endapo pale watapojua kwamba au tutapogundua kwamba wana sickle cell, basi matibabu yaanze mapema. Lakini pia hata na watu wengine au watoto wengine ambao bado hawajapima hali za sickle cell, pia tunawashauri wapime ili wajue hali zao mapema, na kama tutapobaini kwamba ni wagonjwa wa sickle cell, tuweze kuanza matibabu mapema kabla changamoto yoyote au athari zozote hazijatokea. Dr. Suzana Philip Sango. Hatukuishia hapo. Tulizungumza pia na Dr. Happiness Igogo, daktari bingwa wa magonjwa ya damu katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Mazungumzo yetu yalianzia katika kutathmini uelewa wa jamii kuhusu ugonjwa wa selimundu na hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu ugonjwa huu. Tukianza na ugonjwa wenyewe, unajua kwa duniani kote bara la Afrika ndio linaloongoza kwa kuwa na wingi wa ugonjwa wa sickle cell, na kwa duniani nchi hii ya Tanzania ni ya 4 kwa kuwa na wingi wa ugonjwa wa sickle cell, na ni ya 3 kwa nchi za Afrika kwa wingi wa ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo tatizo ni kubwa, na tukikompare, labda tukilinganisha na miaka 5 iliyopita, naweza kusema kwamba elimu kwa jamii kwa sasa hivi iko sio vizuri sana, lakini watu wameanza kufahamu ugonjwa na wameanza kuwaleta watoto hospitali,
Zamani zile watu walikuwa wanakaa na watoto wao nyumbani, watoto wanapoteza maisha, wakati mwingine hawajui, wanakwambia huu ugonjwa sisi kwetu hatupo, alizaliwa mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wote wanakufa kwa sababu ya kupoteza damu. Lakini sasa hivi mambo ni tofauti. Kwenye swala la upandikizaji uloto, naamini nyie mtakuwa mmeona kwenye mitandao ya kijamii, tulijaribu kuifikia jamii, kuipa taarifa kupitia vyombo vya habari kama nyie, magazeti, mitandao ya kijamii, kuviambia kile tunachokifanya hapa hospitali ya Benjamin Mkapa. Mwitikio kwa jamii umekuwa ni mkubwa. Watu wengi tunawapokea kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, lakini hata nje ya Tanzania. Kati ya wagonjwa ambao tumewapandikiza, tunaye mgonjwa ambaye anatokea nchi ya Kongo. Kwa hiyo habari tunajaribu kufanya kila kinachowezekana kuwahabarisha watu kwamba tunatoa hii huduma hapa nchini, kwa sababu kabla ya miaka 3 iliyopita watu walikuwa wanaenda kutafuta hii huduma nchi za nje. Kwa hiyo na sisi tunatamani sana kupitia nyie vyombo vya habari mpaze sauti na kuieleza jamii kwamba huduma hii kwa sasa inapatikana hapa Tanzania, hospitali ya Benjamin Mkapa. Watu wanajiuliza pia kuhusiana na gharama ziko vipi kwenye swala la upandikizaji wa uloto. Watu ni kama wanakuwa hawaelewelewi, lakini pia wengine wanasema hii huduma sasa itakuwa ni ngumu sana, kwa sababu pengine inawezekana gharama zake zikawa ziko juu sana. Ningependa kujua gharama zikoje? Mimi nishukuru sana serikali yetu kwa sababu wamefanya hili jambo limewezekana hapa nchini. Gharama ni kubwa hasa kwa Mtanzania wa kawaida, lakini ukizilinganisha hizi gharama na gharama ambazo zinatumika kufanya huduma hii nchi za nje, inaonekana ni ndogo. Kwa mtoto mmoja ili apandikizwe uloto inagharimu takriban milioni 75. Na hii ni kwa sababu gani? Asilimia kubwa ya hii gharama, tuseme ni zaidi ya 50%, inaenda kwenye dawa tu lakini asilimia hii nyingine ni kwa sababu ya unyeti wa hii huduma. Kama mnavyoona hapa koridoni tumekaa, lakini kuna mashine za kuchuja hewa, na mtoto akiwa kwenye kipindi hiki cha upandikizaji uloto, kuna kipindi ambacho kinga zake zinakuwa chini kabisa, chini kiasi kwamba mafua tu yanaweza kumuondoa duniani, kuharisha inaweza kumuondoa duniani. Kwa hiyo ndio maana unaona vyumba hivi vimefungiwa. Ukija kuna masharti ya kufanya, kunawa mikono, kubadilisha nguo, kuvaa barakoa, kofia. Yote hivi ni kumlinda mtoto ili asipate madhara, hasa kwenye kile kipindi ambacho kinga yake ya chini tunakuwa tumeiasisisha kabisa. Na kwa sababu ya unyeti huo, dawa zinazotumika ni nyingi kipindi hiki cha upandikizaji, inasababisha gharama inakuwa kubwa kiasi hicho. Lakini kama nilivyokuambia, kwa nchi jirani au nchi za nje wanafanya huduma hii kwa milioni 100 mpaka 200 kulingana na aina ya yule mchangiaji. Wanasema type ya dona ina determine kwamba agharamikiwe kiasi gani. Ndio. Kwa hiyo kwa serikali kuweka hii miundombinu hapa nchini imepunguza gharama ambazo serikali zilikuwa inaitumia kusafirisha wagonjwa kwenda nje, kwa sababu kwa mfano kwa India hiyo milioni 100 ni gharama ya huduma tu, lakini ataenda kule makazi mapya, aina ya chakula mpya, inaweza ikawa zaidi ya milioni 100 hadi 200 tunayoambiwa. Ningependa pia kujua kuhusiana, umezungumzia kuhusiana na hizi athari kwa mtoto, vipi kwa upande wa mtu mzima? Okay, sawa. Kama takwimu zinavyoonyesha ni kwamba jinsi ambavyo umri unakuwa mkubwa mnapompandikiza mtu, ndivyo mauzi au wanaita complications za upandikizaji uloto zinaongezeka. Kwa hiyo akifanya upandikizaji mtu mzima, unategemea mauzi ya upandikizaji makubwa kuliko ukimpandikiza mtoto mdogo. Kwa hiyo na sisi kwa sababu ndio tulikuwa tunaanza complication, tulichagua grupu la watu au hao watoto ambao tunafikiria hawatakuwa na changamoto kubwa ambazo zinaweza zikawa nje ya uwezo wetu kuzikabili, na ndio maana tumeanza kwa miaka 4 mpaka
miaka 12 kwa sasa. Ndio. Lakini hapo mbeleni tunategemea labda kuendelea nayo, tukiendelea tutatoa taarifa. Okay. Na kwa upande wa mgonjwa akishafanyiwa treatment tayari, Ndio. anaruhusiwa sasa kwenda nyumbani akaendelea na maisha yake mengine, ni ushauri gani ambao huwa anapatiwa? Lifestyle yake inatakiwa iwe vipi? Kwa kawaida pale sisi tunapomruhusu anapotoka wodini, kwa maana tumekaa naye miezi 2-3, sisi tunasemaga kwenye upandikizaji uloto ni kama unapanda mbegu imeota, imemea, hapo ndo tunamruhusu sasa. Inatakiwa ikomae iweze kujitegemea. Kwa hiyo waga tunaendelea na follow up, yani ile kumfuatilia mgonjwa kwa muda angalau wa mwaka mzima, tunamfuatilia kwa ukaribu sana. Kwa hiyo kuna miezi ambayo anatakiwa awe maeneo ya jirani na hospitali, ambapo kwa miezi hiyo tunakuwa tunafuatilia vipimo mbalimbali kuona maendeleo, ule uloto umeshastawi vizuri, umekomaa, tunaweza kusema kwa lugha nyepesi. Na hapo sasa baada ya mwaka ndio tunaanza kupunguza dawa na mwisho anaziacha dawa zote. Lakini kipindi cha mwaka mzima kinakuwa ni kipindi cha follow up. Okay. Na kwa sasa hivi tunawaona wagonjwa pia waliopandikizwa India ambao wanahitaji follow up. Hiyo zamani pia ilikuwa ni gap, kwa sababu kulikuwa hakuna hospitali inayoweza kufanya upandikizaji uloto. Kwa hiyo walikuwa wengine waliokuwa wanajimudu kwa gharama wanafanikiwa wanaenda kupandikizwa uloto India au nchi zingine za nchi, lakini wakirudi wanakosa ule mwendelezo wa matibabu. Lakini sasa hivi hapo hospitali ya Benjamin Mkapa, kwa sababu tunafanya upandikizaji, hata wakienda kupandikizwa kule, wakirudi wanakuwa na hospitali ambayo itawapatia mwendelezo wa matibabu ya upandikizaji uloto. Okay. Ndiyo. So means mtu umesema kwamba ukishakomaa tayari maanake anaweza akaendelea. Ndiyo. Maanake hii changamoto ni kwamba inaisha kabisa. Ndiyo. Lengo kubwa la matibabu ya upandikizaji uloto ni kutibu na kumaliza ugonjwa. Ndio, ni tofauti kidogo na yale matibabu ya dawa. Yes. Ambayo sana sana yanafubaza ugonjwa, ambayo tunasema kwa muda mrefu ni kwamba yatapunguza makali ya ugonjwa mtu anapokaa nao kwa muda mrefu. Mathalan, mtu anapokuwa anatumia hizi dawa za hydroxyurea, tunategemea chansi zake za kupata matatizo ya figo, matatizo ya moyo au stroke ziwe chini, lakini dawa hazina uwezo wa kuponyesha kabisa ugonjwa wa sickle cell. Okay. Na tulizungumza kuhusiana na swala la, kwa mfano kama watu wakiwa wanaingia katika mahusiano au wanaingia kwenye ndoa, ndio, ni kwamba kuna ushauri nadhani ni wa kitabibu ambao pengine wanatakiwa waupate. Ili limekaaje kwa yule ambaye anatazama, pengine angetamani kujua kwamba ni taratibu zipi ambazo zinaweza zikafuatwa ili sasa huko baadaye isije katokea changamoto kubwa zaidi? Mimi napenda sana kushukuru Wizara ya Afya kupitia dawati la magonjwa haya ya sickle cell. Tunaye kiongozi wetu kule anaitwa Dr. Asteria Mpoto, ambaye yeye pamoja na wataalamu wengine wanaendesha kampeni inayojulikana kwa jina la Vunja Mduara. Hii kampeni lengo lake ni kumfanya mtu atambue hali yake ya sickle cell. Na unapotambua hali yako ni kwamba kabla hujaanza mahusiano ni vizuri ufahamu hali ya mtu unayeanzisha naye mahusiano ya sickle cell. Wenzetu nchi kama Nigeria, nilikwambia Tanzania sisi ni watatu kwa bara la Afrika kuwa na wingi wa ugonjwa huu wa sickle cell, lakini Nigeria ni ya kwanza, na hapo chini ipo DRC Congo, kisha Tanzania. Kampeni hii imefanya vizuri sana nchi kama za Nigeria. Watu wengi sasa hivi Nigeria wanafahamu hali zao za sickle cell. Kwa hiyo kabla hata hawajaanzisha mahusiano wanakuwa wanajua kwamba genotype, wanaulizana, wewe genotype yako ni nini? Ni AA au ni AS? Kwa hiyo hii kampeni ya Vunja Mduara ambayo lengo kubwa ni kumfanya mtu aelewe hali yake ya vinasaba vya sickle cell kabla hajaanza mahusiano ni kitu ambacho kitatusaidia kupunguza kwa kiasi kikubwa asilimia ya watoto wanaozaliwa na sickle cell. Takwimu zinaonyesha karibu watu 300,000 kila mwaka Tanzania wanazaliwa na huu ugonjwa wa sickle cell watoto.
Kwa hiyo tutakapovunja mduara inafanyaje kazi? Inafanya kazi kwamba kwa wale ambao tayari wana vinasaba watafute watu wasiokuwa na vinasaba ili kupata wenza. Mwisho wa siku unaua kile kizazi chenye sickle cell. Lakini kwa hii vunja mduara hailengi sana kuwafanya watu ule, yani sio kupima wakati watu wanaenda kwenye ndoa, ni kupima kabla hamjaanza mahusiano. Lakini hata wale ambao wataamua kuingia kwenye ndoa ili mradi wakiwa ni AS, wafahamu kwamba wana uwezo wa kupata mtoto ambaye ni mgonjwa. Hicho kitu kinaweza kikawasaidia wakawa wanapima watoto wanaowapata, na hivyo watoto wale wakaanza matibabu mapema, kwa sababu matibabu sasa hivi yapo. Wakianza mapema, chances za complication na hata madhara kama kifo tunavipunguza kwa asilimia kubwa. Mwamko upoje hao watu ambao, hilo kundi la watu ambao wanaingia kwenye mahusiano kuja kupima kwanza na kuweza kujua hali zao kabla hujaanza mahusiano? Kwa kweli niseme ninaishukuru tena wizara, kwa sababu tumekuwa tukihusishwa sisi kama wataalamu na wizara yetu ya afya kupitia dawati la sickle cell. Tumekuwa tukihusishwa kwenda kutoa elimu. Tumetoa elimu kwa viongozi wa dini, ambao viongozi wa dini kule wanawafikia watu wengi wanapoenda msikitini, wanapoenda makanisani, ambao pia wao wanatoa hii elimu. Kwa hiyo lakini pia tumetembea mashuleni, kwenye shule za sekondari, shule, vyuo kama hapo UDOM. Tumetembea vyuo mbalimbali kutoa elimu, na pia kupitia kiongozi wetu aliyoko wizarani Dr. Seria, tumeweza pia kuwafikia walimu na kuwapa hii elimu ya sickle cell ili wao wakawafundishe wanafunzi. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu, na nafikiri response kubwa, tunatamani kuendelea kukiua hichi kizazi kupitia hii elimu na hii kampeni ya kuvunja mduara. Okay. Takwimu zipoje kwa hapa Benjamin Mkapa toka ambapo mmeanza kutoa hayo matibabu ya upandikizaji wa uroto mpaka hivi sasa? Mpaka hivi sasa tumekwisha kupandikiza watoto 31. Mgonjwa wa 31 bado yuko wodini, tumempandikiza wiki 2 zilizopita. Kwa hiyo sasa hivi yuko kwenye kipindi ambacho tunasubiria uroto wote. Ndio. Na itachukua muda gani mpaka kuota? Mara nyingi ni siku 14 mpaka 28 hizo. Wanatofautiana kulingana na complications ambazo mtoto anaweza akazipata, kwa sababu kwenye hichi kipindi cha kusubiri kinga zinakuwa chini sana. Kwa kuna wengine wanaweza wakapata infection, maradhi ya bakteria, fungus au virusi. Kwa hiyo wakipata ile inachelewesha kidogo kuota, na ndio maana tunaweka kwenye sehemu kama hii, vyumba kama hivi ambavyo vimefungiwa. Haturuhusu hata ndugu kuja kuwasalimia kwenye hichi kipindi, ili kuzuia hayo maambukizi yasiwapate na uroto uanze kuota mapema. Kwa hiyo inachukua siku 14 hadi 28. Okay. Ndio. Na baada ya hapo sasa, maanake sasa ndugu anaruhusiwa kuja kuona? Kawaida kwenye hii wodi yetu haturuhusu ndugu. Kawaida mgonjwa anakuwa na ndugu mmoja anayelala naye chumbani. Tuna vitanda viwili, kitanda cha mgonjwa na kitanda cha ndugu anayemuuguza. Tunaweza tukaruhusu mara chache sana mzazi mwingine aliyoko nje kuja kumsalimia, lakini hiyo tunaifanya pale ambapo uroto unakuwa umeshaota na kinga tuna imani na kinga ya mgonjwa. Lakini kinga ikiwa chini huwa tunazuia, na hii huwa tunawaambia hata mwanzo, na ndio utofauti wa wodi yetu na wodi nyingine. Wodi nyingine kuna saa za kumuona mgonjwa, lakini hii wodi ya uroto hakuna saa za kumuona mgonjwa, kwa sababu mtu akipata mafua kutoka kule nje akayaleta ni complication kubwa ajabu. Mtu akiwa na TB, wakati mwingine mtu unaweza ukawa na TB lakini ukawa, kwa sababu kinga yako ni imara, TB ile haijionyeshi. Kwa hiyo yote hayo yanaweza akatuletea sisi ugumu na yakaongeza muda wa matibabu. Kwa hiyo tunajaribu kuyaepuka, anakuwa tuna mzazi wake mmoja. Na kama mnavyoona wodi yetu ina midoli, ina sehemu ya kuchezea. Kwa hiyo kuna wakati wanacheza hapa koridoni, tuna vitu vya kuchezea ndani, tuna vitabu vya kusoma. Tunajaribu kuwa entertain watoto wakiwa wodini, kwa sababu ni kipindi kirefu.
Kwa hiyo tunajaribu kufanya wana TV, tunaweka katuni. Ni matumaini yetu kuwa elimu hii imekusaidia kuelewa zaidi kuhusu ugonjwa wa selimundu, umuhimu wa kufanya uchunguzi mapema, kupata matibabu kwa wakati na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Tunakushukuru kwa kuungana nasi katika kipindi hiki maalum. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kwa elimu, habari na taarifa zenye manufaa kwa jamii. Mimi ni Bernard Komba, kwa niaba ya mpiga picha Noah Patrick. Asante kwa kuitazama Dodoma TV. Kwa heri, tukutane tena katika kipindi kijacho.